Said Lulida, tufuatia na Mheshimiwa Maida Hamad Abdallah, Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi agenda. Mheshimiwa Spika, nami nikushukuru kwa kunipatia nafasi hii na nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya, na Mwenyezi Mungu ajalie ampatie afya njema na aweze kufanya kazi kwa utulivu na amani. Mheshimiwa Spika, nikupongeze wewe kwa kazi kubwa unayoifanya ya kutuongoza katika bunge ambalo limetulia na linakwenda kwa kasi ya kidijitali vizuri sana. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi anayofanya kuliweka bunge letu likiwa katika bunge la kisasa na lenye kueleweka. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri Pindichana, naibu waziri wake na katibu mkuu wa wizara hii Dr. Hassan Abbas kwa kazi kubwa sana ya kulisukuma ili gurudumu ambalo lilikuwa linalegea, lakini sasa hivi tunakwenda vizuri. Mheshimiwa Spika, kwa kweli lazima hatuna cha kusema zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu azidi kumlinda rais wetu. Kwa kupitia Royal Tour tunaona sasa hivi watalii wameshafikia milioni 5, angalau tunaonyeshwa spidi kubwa ya utalii inaonekana. Hii ongezeko la utalii inaongezea ongezeko la mapato, inaongezeka ongezeko la ajira Tanzania. Hivyo kwa kupitia sekta hii, kwa kupitia tour operators na wengine, sekta ya utalii inakuwa na kuingizia mapato katika fedha za kigeni. Mheshimiwa Spika, niwapongeze sana TANAPA Ngorongoro kwa kazi kubwa sana, na kwa kweli wamesimamia mifumo yao. Leo tunaona maongezeko ya mapato yanapatikana kwa vile wana umahiri na wana uweledi mkubwa wa kusimamia mapato ya Kitanzania. Mwenyezi Mungu awabariki na waendelee kuwalinda. Kwanza wana uzoefu, na uzoefu huu mwafanya mpaka leo tunaona TANAPA haiyumbi kwa kupitia kiongozi wao Haji Juma Kuji, na hata huko Ngorongoro mapato yanaongezeka. Yote na mifumo ni mizuri. Kwa vile muda ni mdogo, ninamshukuru sana mkurugenzi mkuu wa TFS. Kwa kweli amemunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Leo TFS inapanda miti Tanzania mzima, na upandaji huu wa miti wa Tanzania mzima tunaiona Tanzania yenye kijani inaonekana, na tunaona mvua ambazo zilikuwa tayari tunaingia katika ukame, Tanzania inaingia kutokana na kazi anayofanya Dos Santos. Mwenyezi Mungu amjalie azidi kusimamia swala hili la sekta ya misitu ambayo sasa hivi ni kioo cha jamii katika mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, nitazungumzia TDL, Tanzania Tourism Development Levy, tozo. Kwa kweli katika bunge la 10 nilizungumzia hili. Tunahitaji Tanzania kubrand tourism na kupromote na marketing ya tourism. Kuna baadhi ya maeneo kama mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma ilikuwa nyuma haijakuwa promoted. Hizi pesa zikipatikana, na imani kabisa Selu itakuwa inatangazwa kwa uweledi, ili angalau ya mapato tunayopata bilioni 900 na ushe yataongezeka zaidi. Mikoa ya hii ya Lindi, Mtwara na Ruvuma ni kivutio kikubwa cha utalii katika nchi hii. Tuna katika Selu, hiyo ndio mikoa ambayo inazunguka Selu kwa asilimia kubwa, lakini bado Selu haijatangazwa vya kutosha. Hivyo pato la Selu likitangazwa kwa kupitia huu mfuko, kwa kweli mabadiliko makubwa tutayaweza kuyapata. Mheshimiwa Spika, wewe ni shahidi, mimi ni balozi wa utalii, na huu balozi nilitunikiwa tuzo na mwenyewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini utalii wangu huu na ubalozi wangu huu sitakuwa na furaha nao kama mjusi wangu hajaleta mapato katika nchi hii. Hatuwezi kunyamaza na swala la mjusi hata siku moja. Ni haki yetu ya msingi, na toka mwaka 2007 ninamzungumzia mjusi mpaka leo hii ambaye yuko Ujerumani. Lakini kwa miaka yote hii bado kuna kizunguzungu cha mjusi. Wenzetu Namibia walifanikiwa katika kudai mapato, lakini leo Tanzania tumekwama wapi na mjusi wetu? Mheshimiwa Spika, nenda kaangalia mahali alipotoka mjusi. Hakuna msaada wa aina yoyote ambayo tumepewa na Wajerumani. Hii haikubaliki. Wananufaika na yule mjusi kwa matangazo ya kibiashara,
Leo tunaona sinema kubwa za kidunia za kutumia dinosaur, lakini yale madinosaur yanatoka Lindi, eneo la Tendeguru, la vijiji vya Tendeguru ambayo nitavitaja, na Mapwia, Mipingo, Matapwa, Makangaga, yote haya vijiji hivi vyote na Mnyangara havijafaidika na Wajerumani hata kwa kutujengea shule. Mimi kwa kweli ni masikitiko makubwa ambayo sitaridhika bila kuona kwa nini pato la mjusi limeachwa mpaka leo hivi. La kwanza, kuachia film, wale wanaoingiza mna ndani, ni kuna exhibition ya kila mwaka inafanyika ndani ya Ujerumani. Na ile exhibition wanapata mapato makubwa. Mimi nia makusudi sio kwanza kumleta mjusi. Tunataka tugawane tozo toka wameanza kumfanyia biashara mpaka leo ni kiasi gani cha mapato kimepatikana na mjusi, ili mapato yale ifaidike serikali kuu, isaifaidike mkoa wangu wa Lindi, lakini na vile vijiji vipate barabara, vipate shule, vipate maji, vipate na mazahanati. Hawatusaidia kwa chochote. Mimi nasema kitu kimoja, wabunge, huu ni msiba mkubwa kwa sisi. Pato letu linachezewa Ujerumani, sisi wenyewe hatuna faida. Na kila siku wanakuja wananiambia mama mjusi mjusi mjusi. Hakuna faida ya mjusi. Nachosema, nasikia sasa hivi wameandaa ni kamati. Lakini unaandaaje kamati ya mjusi bila kumweka balozi wa utalii ambaye amesimama na mjusi toka mwaka 2005? Haiwezekani. Mimi ni balozi wa mjusi toka hivyo nimeanza kuingia bungeni, na simama na mjusi mpaka leo. Na hivyo mnapounda kamati bila kuniweka mimi, hiyo kamati ni batili. Kwa vile mimi na uelewa mpana na anapotoka mjusi kuliko hata watu wengine. Niliwauliza siku moja watu wa wizara, mjusi anapotoka mnakujua? Hawapajui wengine, wanimgoja kuadhibiwa mimi masikio. Hivyo wanaandaa kamati, mimi riziki sipo. Haiwezekani. Mnakuwa mnafanya vitu ambavyo ni batili. Tunataka maendeleo ya mjusi yafike Lindi, halmashauri ya Lindi ipate tozo, na tupate na sisi revenue collection inapata kule. Hiyo ndio hoja yangu ya msingi, Mheshimiwa Spika. Mimi nikushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Muda unipa mdogo, ningenipa nafasi, nina uwezo wa kutiririka na swala la mjusi na tujue mapato kiasi gani yanapatikana. Na kamati yangu nataka tusimame tena tuhakikishe pato letu la mjusi ndani ya bunge linawezekana. Mheshimiwa, sina la kusema, naunga mkono hoja na muda ni mdogo. Asante sana. Mheshimiwa Lulida, naona unabatilisha kamati hapo iliyoundwa. Lakini kwa sababu sijui hiyo kamati imeundwa mazingira gani na haijaundwa na bunge, kwa hivyo haiwezi kuwa batili. Naamini huyo aliyeunda anayo mamlaka ya kuiunda na ameiunda sawa sawa tu. Inawezekana wako wenzio ambao nao wanazungumzia mjusi ila hawamo humu bungeni. Kwa hivyo hilo la kubatilisha hilo, mimi nakusaidia hilo. Mbunge huwezi kubatilisha hiyo kamati ambayo imeundwa kwa sababu simjui ni nani ameunda. Nimeona niliweke sawa hapo, nisije nikaanza kuambiwa jamani kuna bunge leo limebatilisha kamati iliyoundwa huko nje. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, nilikuwa nimesha mtangaza anayefuatia, lakini kuna wageni wengine ambao waliingia baada ya